kukabiliana na kuongezeka kwa visa vya mauaji ya wanawake na dhuluma za kijinsia nchini linaendeleza shughuli za kuchukua maoni ya umma kuhusu sheria zitakazosaidia kukomesha kabisa matukio hayo ya kinyama. Shughuli hiyo ilianza tarehe 12, inatarajiwa kuendelea hadi tarehe 28 na inaandaliwa kote nchini. Na kwa sasa tunaungana na mwanahabari wetu Quinto Wafula aliye katika ukumbi wa Tononoka jijini Mombasa kulikoandaliwa shughuli hii, atupashe zaidi. Shukran na sufufu Ruga Eval, jinsi ambavyo umesema sitaongeza mengi sana, ila niwapishe washikadau ambao wanaongeza hafla hii na vile vile ambao wanahakikisha kwamba visa hivi vya dhulma ya kijinsia vinakomeshwa katika kaunti hii. Watueleze tu ni kipi hasa kimeendelea hii leo na vile vile wakazi wanatoa maoni yapi kuhusu swala hilo. Labda waanze tu kwa jina, utueleze maoni yapi ambayo wakazi wanatoa. Asante sana. Kwa majina ni Ann Ireri. Mimi ni mwanachama wa jopo kazi kuu la Mheshimiwa Rais kuhusu swala la dhulma za kijinsia na mauaji ya kiholela ya kina mama na wanawake ambayo kwa kimombo tunaita femicide. Leo hii tuko county 001, tuko hapa Mombasa County, na la kwanza ni kushukuru wananchi wamejitokeza kwa wingi kabisa, wadogo kwa wakubwa, waume kwa wake, na wamekuwa wazi sana kutuambia haswa kwa maoni yao changamoto kuhusu dhulma za kijinsia na pia kupendekeza suluhisho. Jambo ambalo linajitokeza ni ya kwamba ya kwanza lazima hamasa iendelee, na hamasa kwa jamii, kwa watu wakubwa na pia katika shule zetu na katika jumba za dini kuwe na hamasa kuhusu haki za kina mama na pia waume. Na la pili ya kwamba idara ama taasisi ambazo ziko na jukumu kubwa kulingana na kufanya kesi hizi ziwasilishwe aidha idara ya koti ama ya mashtaka ama ya polisi ziweze kupatiwa nguvu zaidi na rasilimali zaidi ili waweze kufuatiliza kesi hizi kwa muda mfupi kabisa, kesi ishe kotini na mhukumiwa apate hukumu. Ndio. Naam, asante sana. Tusikie kwako, uanze tu ujitambulishe kwa mtazamaji na utueleze ni visa vipi ambavyo vimeripotiwa na kufikia sasa katika kaunti ya Mombasa haki imepatikana. Mimi naitwa Mohamed Nur, County Commissioner Mombasa, na ningesema leo tumekuja hapa kwa hii mambo ya public participation, kwa hii jopo ambayo imeundwa na Mheshimiwa Rais kuweza kusikiza wakazi wa Mombasa hasa kuhusu dhulma za jinsia ambayo fanyika katika hii county. Nafurahi watu karibu 500 wamejitokeza na kuweza kutoa maoni yao na bado inaendelea. Hasa ile mwaka huu ile shida tumekuwa naye kwa hii mambo ni tulipoteza afisa wa IBC ambaye aliuawa usiku kwa manane kwa nyumba yake, na kwa wakati huu siwezi kuongea mengi, kesi inaendelea, washtakiwa wako kotini na mashtaka inaendelea. Na kuna pia ile ya Likoni ambaye mama alikatakatwa akawekwa kwa gunia, ule mhusika pia ameshikwa na kesho atafikishwa kotini. Kwa hivyo ni visa viwili tu ambavyo vilipotiwa mwaka huu. Mbeleni kulikuwa na zingine 2023, kuna wasichana wawili waliuawa huko pande za Bamburi, hizo ni za zamani. Lakini kwa mwaka huu ni hizo mbili, na kama wahusika wa usalama tunashirikiana na vitengo vyote vya usalama kuona kwamba hao mambo hayaendelei. Tumepia ongea na wale watu wa BNB, wale biashara mingi hapa BNB hufanywa na watu wengi kutoka Nairobi kila pale, na tumesema watu wa BNB lazima waregister mtu yoyote ambaye anakuja kulala ajulikana anatoka wapi, kama akiwa na msichana jina iandikishwe, ako na kipande yake iandikishwe, namba yake ID card, ndio kesho kitu chochote kikitokea kwa hiyo chumba tunaweza kufuata ile mtu alihusika. Asante sana. Vile vile nikimalizia Ruga hivyo linaweza kusikia tu wale watetezi wa haki za kibinadamu na vile vile mashirika ambayo yamefika hapa kuwakilishwa. Tueleze tu kwa sekunde moja, tueleze jina na shirika lako lafanya nini katika kaunti ya Mombasa kupunguza visa hivi vya dhulma. Asante sana. Kwa majina naitwa Rispa, niko hapa kama mkaazi wa Mombasa, na hisia ambazo zimejitokeza katikati ya wakazi wenzangu ni kwamba hizi visa bado zinakithiri, na naomba taasisi za umma ambazo zinahusika ziweze kufanya juhudi ili tuweze kupata
justice, kwa sababu the numbers are alarming. Wanawake ndio wanauliwa, si wakati wa kufanya debate kati ya mwanamke na mwanamume. Asante. Tueleze jina, shirika lako lafanya nini kupunguza visa hivi? Kwa majina naitwa Elizabeth Siama, nafanya shirika linaitwa Co-Sex Workers Alliance. Visa ni vingi, tumeviona, report ziko mingi police station. Tunapunguza vipi? Tunapunguza jinsi ya kupunguza. Uhamasishaji. Tunafanya uhamasishaji katika community, but again katika public participation. Kila ambacho tunaomba, our request is, kazi tumefanya mingi katika mitaa. So our request is, tumepresent memorandums mingi sana. So tunaomba katika hii kamati ambayo imekaa hapa, tafadhali tunaomba someni memorandum zetu na mzifanyie kazi. Hiyo ndio kilio chetu. Asante. La mwisho utaanze jina na umalizie. Kwa majina naitwa Elizabeth Atieno Onyango, pia mimi ni mwanaharakati na pia niko hapa pia ku represent also the End Femicide Movement Kenya, na nadhani kama tu mwenzangu alivyosema, mimi na recommend kwamba wasome hizo memorandum zenye tumewapatia, kwa sababu kila recommendation yetu iko pale. Lakini kitu chenye naomba niweze kusema saizi wananchi waelewe, tunaomba kwamba katika definition ile yetu ya GBV yenye tuko nayo kama Kenya, tunaomba ikuwe reviewed, kwa sababu the definition of GBV is not capturing other forms of violence like homicide and femicide. Tunaomba ikuwe reviewed, mambo kama hayo ya kuwe captured, na pia marekebisho katika sheria zetu, especially ikikuja wakati wa evidence kama unapeleka kesi. Asante sana. Mwenzangu Ruge, kwa sababu ya muda tutamalizia tu hapo kwa sasa. Mengi ambayo wakazi wataweza kutoa na vile vile maoni yao yataweza kujia kwa habari zetu za baadaye. Kutoka hapa kaunti ya Mombasa, eneo la Tononoka, mimi ni Quinto Wafula kwa studio. Naam, asante sana Wafula. Mtazamaji kutoka Mombasa, mizozo